Na wasieni baada ya kuihusia nafsi yangu na kumcha Allah na kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na tambueni ndugu zangu waislamu kuwa hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa amepewa miongoni mwa kheri na akanyimwa miongoni mwa kheri. Ameandikiwa miongoni mwa neema na akanyimwa pia miongoni mwa neema. Akapewa hili na akanyimwa lile. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, alhasad, hasadi maana yake ni nini? Ni kuchukia ile neema iliyokuwepo kwa ndugu yako. Thumma yatamanna hadha alhasid zawaluha, kisha akatamani huyu hasidi neema ile imuondokee ndugu yake aliyokuwa nayo. Wayadhiqu sadruhu bidi'ami llahi ala ibadihi, na anajawa na dhiki na chuki na hasira katika moyo wake kwa zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizomteremshia miongoni mwa waja wake. Hakadha baadhi alqulub almaridha, na hivi ndivyo ilivyo baadhi ya nyoyo zilizokuwa zinaumwa, zina maradhi. Alhasad awwalu ma'siyah fi as-sama', hasadi ndiyo maasi ya mwanzo na dhambi la kwanza kutekelezwa katika mbingu. Na hasadi pia ndiyo dhambi la kwanza na maasi ya mwanzo kutekelezwa juu ya mgongo huu wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba baba yetu Adam alayhi salam, faasjada lahu malaikatahu takriman lah, akawaamrisha malaika wake wamsujudie baba yetu Adam kwa kumtukuza na heshima tu. Fasajadu illa iblis, wakasujudu wote isipokuwa Iblis. Imtana, akajiuliza alipoulizwa kwa nini, akajizuia na kusujudu. Alipoulizwa kwa nini wewe hukusujudu, dhahara alhasad, hasadi yake ikadhihiri, akasema ana khairu min, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba mimi kutokana na moto na yeye umemuumba kutokana na udongo. Fahasada Iblis abana, Iblis la'natullah akamhusudu baba yetu kwa cheo alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasada Qabilu Habil, na katika mgongo huu wa ardhi watoto wawili wale wa baba yetu Adam alayhi salam, Qabil akamuonea hasad Habil, ikawa ndiyo dhambi la kwanza kufanyika katika ardhi. Walhasadu sifatu naqs, na hasad ni sifa au tabia ile inaonesha upungufu na ubaya. Ndio maana yule hasidi mwenyewe kwanza hajitambulishi kwa husda yake, anakataa na wala hapendi kusifiwa kuwa yeye ni hasidi, kwa sababu li'annahu maradhun min amradhil qulub, ni maradhi na ugonjwa miongoni mwa maradhi ya moyo. Wa sharru kulluhu, na ndiyo shari yote. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tujikinge na hasad, wa min sharri hasidin idha hasad, na kutokana na shari ya hasidi pale anapofanya husda zake. Walhasad la yaqifu inda hadha dhanb, na hasad haishi kuwa ni dhambi la moyoni na kutamani tu, haishi kuwa huyu asidi ni matamanio ya moyoni tu, bali yataaddahu ila alghayr, bali anavuka mipaka, akamfayakrahu akha, anamchukia ndugu yake. Wayusi'u dhann la, na anaanza kumdhania yaliyokuwa mabaya na maovu. Warubama yatatabba awrata, na huenda pia akawa usiku na mchana ni mwenye kumfuatilia kasoro zake na madhambi yake na dosari zake. Mufsidan lilmahabba, hakuna jambo linaloharibu mapenzi baina ya wawili kama vile hasad. Anageuka rafiki baada ya kuwa adui bisababi alhasad, kwa sababu ya hasad.
uhusiano uliokuwa mzuri baina ya wawili unageuka unakuwa ni uhasama na ugomvi bisababi alhasad, kwa sababu ya hasad. Mufsidan lilmahabba, hasad ikiingia baina ya wawili hakuna tena mapenzi baina yao. Ndio maana Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hatoamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachojipendelea yeye nafsi yake. Na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anatuamrisha sema la tahasadu wala tabaghadhu wala tadabaru, msihasidiane, msiudhiane, msikerane, msifanyiane vitimu. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni nyinyi ni ndugu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasidi hubadilisha ukweli akaupindisha. Hasidi huzua mambo ambayo hayapo. Hasidi huanza kusengenya wa buhtanan, na kuzua mambo ambayo wala hayapo aslan, na huenda pia akafikia kuwa anakataka kumuudhi mwenzake na kumpelekea kila aina ya madhara bikulli ma yastati', kwa kila njia atakayoweza. Bali hasidi wakati mwingine anapelekewa mpaka kwenye uchawi na ushirikina bisababi hasadi, kwa sababu ya husda yake. Allah subhanahu wa ta'ala tambua hili kwanza. Ametuumba sisi wanadamu, kila mmoja ana ubora ukilinganisha na mwingine. Huyu atakuwa mbora katika upande huu, na huyu atakuwa mbora katika upande huu. Hatuwezi tukawa sawa. Allah humuinua miongoni mwa waja wake anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi tumewagaia baina yao wao maisha yao katika uhai wa duniani. Tumegawa kila mtu na riziki yake, kila mtu na cheo chake. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, na tukawainua na kuwanyanyua baadhi yao kwa wengine wakawa na daraja ya juu zaidi. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ili awe mmoja amtumikie mwingine. Ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamuinua huyu akamweka juu na huyu akamweka chini, na akamjalia huyu wamtumikia huyu na huyu wamtumikia yule. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, lakini tambua rehma ya Allah ndiyo bora zaidi kuliko hivyo mnavyovikusanya. Alhasad naw'u i'tirad ala qadari Allah subhanahu wa ta'ala wa qismat al-arzaq baina an-nas. Hasadi maana yake nini? Ni kupinga na kukataa moja kwa moja kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ukapinga na ukakataa riziki Allah alizozigaia baina ya waja wake. Hal tahsabu anna Allah zaliman, je, unamchukulia Allah kuwa kadhulumu kumpa huyu akamnyima yule? Ala kulli man kana li hasidan, mwambieni yule ambaye alikuwa ni hasidi kwangu, atadri liman asa'ta al-adab, je, unatambua na kujua ni nani uliyomvunjia adabu? Asa'ta ila Allah fi fi'lihi, umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyoyafanya. Akamuinua huyu akampa huyu, akamnyima yule hakumpa yule. Liannaka lam tarda li ma wahab, kwa sababu hukuridhika kwa kile Allah alichompa mwingine. Ndio maana ya hasad. Allah kampa huyu watoto, kampa huyu mali, kampa huyu afya. Wewe hujapewa labda miongoni mwa hivyo, unafanya husda kwa maana unapinga kadari ya Allah. Huridhiki na Allah alichokigaiwa baina ya waja wake. Halina natasaal, hebu tujiulize swali hili. Kwa nini hasidi anatamani neema ya ndugu yake imuondoke? Maladhi yughidhuhu, kitu gani kinachomchukiza, kitu gani kinachomkera? Basi atambue huyu hasidi
anna alhasad la yuzilu an-ni'ma, husda yake haitoondoa neema Allah aliyomwandikia mja wake, wallahi haiondoi kwa lolote. Fa inna an-ni'am, tambua neema huondoka kwa mawili kati ya haya, huondoka kwa moja kati ya haya mawili. Idha nasu shukra al-mun'im, pale yule aliyepewa neema akasahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah huenda akaichukua neema yake. Au mahdhal ibtila, au ikawa anashukuru lakini Allah kamwandikia ni misukosuko na sehemu ya mitihani yake. Walaysa bihasadi alhasidin, wallahi neema haiondoki kwa sababu ya husda wanaofanya mahasidi. Kalla, hapana, haiondoki kwa hivyo. Falimadha yut'ibu nafsahu, sasa huyu hasidi kwa nini ajitaabisha nafsi yake akajikusanyia tani kwa matani ya madhambi na maasi? Kwa nini ikiwa anatamani alichokuwa nacho ndugu yake hamwelekei yule aliyempa, akamwelekea Allah Razzaq, Allah mwenye kuruzuku, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na mimi nipe? Kwa nini hafanyi hivyo ikawa ndiyo bora zaidi kwake? Allah alipozungumza kuwa wanadamu kuna bora wengine kwa wengine, akasema wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani yale waliofadhilishwa baadhi juu ya baadhi wengine. Usitamani wewe unachokiona kwa mwenzako ukadhani yeye kama ni bora. Hujui Allah kachukua nini kwake akampa hicho unachokitamani wewe. Wallahi hujui. Wewe unachokiona ni dhahir, cha nje tu unachokiona, cha ndani hukijui. Lirijali nasibu mimma iktasabu, wanaume wanafungu lao kwa vile wanavyovichuma. Walinisai nasibu mimma iktasabu, na wanawake nao wanafungu lao kwa vile wanavyovichuma. Alafu Allah baada ya hapo akasema was'alullaha min fadlihi, ikiwa hunabudi umetamani alichokuwa nacho mwenzako, basi muombe Allah fadhila zake, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi ilipokuwa hizi riziki tunazogaiwa baina yetu ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadhaa yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi Muislamu anatakiwa akumbuke daima, kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha, sema waambie hao hakika fadla ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, anampa yule anayemtaka, wallahu wasi'un alim. Yahtassu birahmatihi man yasha, anachagua anayemtaka kwa rehema yake, anamchagua yeye anayemtaka kwa hikma yake, kwa rehema yake anampa yule anayemtaka. Wallahu dhul fadli alazim, na Allah subhanahu wa ta'ala ana fadhila zilizokuwa kubwa. Nahnu fi zamanin kathura alhasad bainana, tunaishi katika zama ambazo husda imekuwa nyingi sana baina yetu. Lakini tambua, alhasadu fitnatun liqulubi nnas, hasad ni mtihani, ni majaribio, ni fitna katika mioyo ya wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, na hivyo ndivyo tunavyowajaribu wao kwa wao. Liyaqulu, ili waseme, ahaulai manna Allahu alaihim min bainina, hawa ndio Allah aliyowafadhilisha, aliyowapa neema, aliyowainua hawa baina yetu. Akauliza mmoja, kwa nini? Kwa nini yeye akainuliwa sikuinuliwa mimi? Na huo ndio mlango wa husda unapoanza. Kwa nini akafanikiwa yeye mimi nisifanikiwe? Haula, je, hawa ndio waliopewa neema wakainuliwa wakafadhilishwa baina yetu? Alaysa Allahu bi'alama bishakirin, kwani Allah hawajui miongoni mwa watu wale wanaoshukuru? Kwani Allah hawajui wanaoshukuru? Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ma khala jasadun min hasad,
Hakuna mwanadamu yoyote ambaye hatapitiwa na hasadi katika moyo wake, ni maumbile haya. Walakini alkarimu yukhfi, lakini mkarimu na mwema anaficha hasad, anapigana na nafsi yake na wasiwasi unaompitia moyoni, anapambana na nafsi yake, anaficha wala hafanyi lolote. Walakini wallaimu yubdi, na yule muovu mchafu ndiye anayedhihirisha, akaanza vitimbi na mipango kuharibu. Ma khala jasadun min hasad, hakuna mwanadamu ambaye hatopitiwa akamwona mwenzake ana hichi yeye hana. Sheitani akampitia katika nafsi yake, na mimi. Lakini mwema ni yupi? Akazungumza, wanaha nafsa anil hawa, akaikataza nafsi yake, akaizungumza nafsi yake, akaikataza kuwa alilonyimwa ndiyo lina kheri na alilopewa ndiyo lina kheri. Lau kama angepewa lile alilonyimwa, huenda ikawa ndiyo shari ndani yake. Zingatieni kwa kisa hichi, ikhwati Yusuf, ndugu zake Yusuf alayhi salam, walipomuona la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna, Yusuf na ndugu yake wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi, wa nahnu usba, na sisi ndo tuna nguvu zaidi. Wakadhania mapenzi labda kwa sababu wana nguvu. Kwa nini hawakupendwa wao na wana nguvu, wakapendwa Yusuf na ndugu yake na hawana nguvu? Usijiulize maswali hayo ndugu yangu, ndiyo husda inapoanza. Qaddara Allahu ma shaa faal, Allah amekadiri na ameandika na anafanya anachokitaka. Usikae ukauliza mimi nina ilmu kuliko yeye, kwa nini yeye kafanikiwa? Mimi nachapa kazi sana kuliko yeye, mimi najipendekeza sana, kwa nini apendwa yeye sipendwi mimi? Wallahi ni mlango wa husda. Qaddara Allah, Allah kaandika. Ndugu zake Yusuf wakaanza kujiuliza, kwa nini Yusuf apendwa zaidi na Yusuf ni dhaifu? Sisi tuna nguvu. Ikiwa baba ahitaji watoto wenye msaada, sisi tuna msaada zaidi kwake. Yusuf mdogo hana msaada wote. Wakakaa vikao vyao, wakashauriana, mashura yakatoka, uktulu Yusuf. Wakashauriana wamuue Yusuf. Labda akiwa mbali na baba mapenzi yake atayahamisha kwake, sasa hana budi, itabidi atupende sisi. Uktulu Yusuf. Kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia wasipitishe mashura haya, akasema mmoja miongoni mwao, la taktulu Yusuf, lakini tusimuue Yusuf, wa alquhu fi ghayabati aljub, tumtupeni huyu, tumtumbukizeni kwenye kisima, ndani ya kisima tukamtupe. Watapita wasafiri, watamchukua, wataenda naye mbali. Yusuf akatupwa katika kisima, na matatizo yakaanza na mabalaa yakaanza, akauzwa kama mtumwa. Yote yaliyopitia Yusuf ilikuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala anamtayarisha kwa mansab, kwa cheo kilichokuwa kikubwa mno. Akawa ni waziri mkubwa katika nchi ya Misri. Na hayo ndiyo malipo ya yule atakayefanya subra. Unaposibiwa na jambo lolote na ukatambua fulani ndiyo sababu kanifanyia husda, na ukawa na uhakika na hilo, tambua kuna kheri ndani yake. Na wallahi Allah hakumfanyia yule wepesi akalifanya analolifanya, isipokuwa Allah anakutayarisha wewe kwa mengine yaliyokuwa bora zaidi na yaliyokuwa ya kheri zaidi. Kama vile Qabili alivyomuua Habil, walitanguliza sadaka zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikapokelewa ya Habil. Qabili akaingia hasad, kwa nini yangu haikupokelewa? Akajishauri nafsi yake amuue ndugu yake. Kwa nini amuue ndugu yake? Ili awe mbali naye, asiwe anamuona. Alikuwa akiumia ndani ya moyo. Wa hakadha alhusad, na hivyo ndio mahasidi walivyo. Wakimuona yule ambaye wamfanyia husda halijamfikia lile wanalotaka limfikie, yataallamun, wanaumia ndani ya mioyo. Wallahi thumma wallah, hakuna watu wanaoteseka, hakuna watu wanaumia kama mahasid,
hakuna watu wanaokosa amani katika maisha yao kama wale watu mahasid, kwa sababu hashughulikii tena maisha yake, ashughulikia maisha ya mtu. Haangalii linalomnufaisha yeye maisha yake, aangalia la mwenzake. Kaenda wapi, karudi wapi, kanunua nini, kafanya nini. Maisha yake yote haishi maisha yake, aishi maisha ya mwenzake. Na hadha al-alam, wallahi, ikiwa kuna mtu wa kumuonea huruma ni huyu. Maumivu gani anayopitia? Wa mahadha al-marad, na maradhi gani haya yaliyomjaa moyoni? Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Lakini tambua pia mwanadamu kutamani kheri aliyokuwa nayo ndugu yake laisa bihasad. Wallahi sio hasad. Mwanadamu atakiwa ajifunze kwa mwenzake. Mwenzake kafanikiwa, kafanya hili, na yeye aombe kama lile, na afanye hima na jitihada ya kupata na yeye apate kama alichopata mwenzake. Lakini hasadi inapoanza ni pale unapotamani aharibikiwe yeye. Sio dhambi ukatamani kheri na wewe uipate anayoipata mwenzako. Mwenzangu bwana kafanikiwa, ana nyumba yake, ana hichi na hichi. Wa anta laysa illa bibashar, na wewe ni nani kwani si mwanadamu? Hutaki mazuri ambayo mwenzako kayapata, lakini usimuombea haribikiwe. Muombe ya Rabbi, na mimi nipe ikiwa ina kheri ndani yake. Na wallahi thumma wallah, lau Allah angetudhihirishia yale ambayo yangetusibu, lau angetupa tunayoyataka, lakhtarna makhtarahu Allahu lana, basi tusingechagua kinyume ya kile alichotuchagulia sisi Allah miongoni mwa riziki alizotupa. Allah ndiye mwenye kuandika qadar na ndiye mwenye kuandika qadha. Fasallim amraka billah, basi jisalimishe nafsi yako na mambo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watadhakkaru alghayati allati khuliqta liajliha, na usisahau malengo ulioumbiwa wewe. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Wastaghil biha, sasa jishughulishe na ibada, jishughulishe na kuijenga akhira yako. Allah atakuhifadhi na matatizo ya dunia. Wasta'iddu lihumumi al-akhirah, na jitayarishe na kujiepusha na mitihani na masaibi ya akhira. Hadha wa sallu wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin. Laqad amarakum Allahu bis salati was salam alayhi haythu qala azza qailan alima.